ile shida yake inakuwa ni utega uchumi chako. Sitengeneze mazingira ya namna hiyo, kwa sababu mwenye kutoa uzima na kutoa baraka yuko mbinguni, na yeye ametoa bure na wewe unapokea bure, na hii ndio masharti yake. Lakini kwa sababu ya mwanadamu wa sasa anatengeneza mazingira ya yeye kwanza kushibisha yeye na ndugu zake na familia yake, ndio shida iliyopo katika ulimwengu huu. Kwamba mwanadamu aliyepo mahali hapa sasa hivi ni mwanadamu ambaye ni wa machukizo kwa Mungu. Mwanadamu aliyepo katika ulimwengu huu ni mwanadamu ambaye yuko kwenye machukizo ya Mungu. Hajui kuenenda na dunia ilivyo. Haelewi Mungu alisema nini katika dunia. Haelewi Mungu alisema nini katika mataifa. Hajui, ila naenenda kama alivyo. Ndio maana anguko la mara ya mwisho, anapotea, anajificha, hawezi tena kaonekana. Ni kwa sababu gani? Ameshindwa kuelewa umuhimu wa yeye kuwa karibu na Kristo. Maana mambo mengi huwa hayawezekani isipokuwa ni kwa kufunga na kuomba. Na ndio maana Yesu alipigwa akafa msalabani akaondoka, kwa sababu dunia hii haikumtaka. Yeye aliitaka na watu aliwataka, lakini watu wale aliowataka wenyewe hawakumtaka. Ndio maana ikaonyesha kwamba anakuja kuchukua mamlaka duniani, anakuja kuchukua uongozi duniani, anakuja kuchukua umaarufu duniani. Yeye alikuja kutusaidia, sio kuchukua umaarufu wala uongozi wala mamlaka yote. Alikuja kuchukua kilichopotea kipatikane, na yeye anayemfuata anakuja kuchukua kilichopotea kipatikane. Sasa ukijifanyia wewe kwamba unatambua wanyonge ni wengi wakutajirishe, ndio unakwenda kuangamia. Wewe angalia katika watu wanaoendelea kumuita Yesu Kristo na kulia sana mbele za Yesu Kristo. Je, ni kwa nini wanalia sana? Naona wanaomboleza sana, lakini jaribu likisha kuja huwa linakaa sana. Yaani kutokana na jinsi unavyoendelea kulia na kuomba na jaribu, ndivyo unavyoendelea kukaza na kuumiza. Ni kwa sababu gani?